Peace. Matumizi ya mwili wako ya leo ndiyo yatakayokuwa ya mwili wako ndani ya miaka kadhaa inayokuja. Jiulize kwamba kama sasa hivi huwezi kuinama, je, utaweza kuinama miaka 5 ama 10 inayokuja? Jiulize sasa hivi kama huwezi kuchuchumaa hivi, je, utaweza kuchuchumaa miaka 10 ama 20 inayokuja? Jiulize tu kama huwezi kupiga magoti hivi leo ama kuyatumia magoti yako hivi. Je, utaweza kutumia magoti yako na miguu yako miaka 20 inayokuja? Kama huwezi kutumia mgongo wako sasa hivi katika matumizi mbalimbali, labda una maumivu mgongo, labda umechoka, ama una vipingili, ama una shida ya diski na kadhaa, utaweza kutumia huo mgongo ndani ya miaka 10, 20 inayokuja? Jibu ni kwamba usipofanya maamuzi sahihi sasa hivi ya kushughulikia mwili wako, ndani ya miaka kadhaa inayokuja utakuwa na mwili mzigo. Yaani utakuwa na aina ya mwili uliolemewa. Mwili wako utakulemea kabisa, na utajikuta kwamba mwili unakuwa mzigo. Namaanisha nini mwili utakuwa mzigo? Utakuwa huwezi kuutumia, kazi yako itakuwa ni kunyanyuka, kutembea, kujivuta, kujiburuza, kustruggle sana kutoka hapa kwenda sehemu nyingine. Mwili wako utakuwa hauwezi kuinama na kunyanyuka. Itabidi uite watu wakusogezee kitu ama wainame wakuchukulie kitu. Mwili wako huu utajikuta hata kwenda chooni unahitaji msaada. Ndio maana ya mwili mzito. Utahitaji msaada wa kushikwa, kusindikizwa chooni au bafuni, ama hata kuingia kwenye gari ama kushuka ngazi, kwa sababu mwili umeharibika kwenye misuli, umeharibika kwenye mifupa, mwili umeharibika kwenye viungo. Ndio maana ya mwili mzigo. Utakuwa na mwili ambao unaumwa, yaani mwili wako umechoka na unaumwa. Kila wiki unaumwa ama kila mwezi unaumwa, na hata unachoumwa madaktari hawana tiba, kwa sababu yawezekana hauna ugonjwa unaojulikana kitaalamu, lakini mwili unaumwa. Kwa hiyo wewe unachofanya ni kunywa antibiotics, kunywa painkillers, ama hata kuanza kuamini labda umerogwa, kwa sababu mwili ni mzito, mwili umechoka, mwili umekakamaa, mwili hauna kabisa ule ufanisi wake wa ujana, mwili hauna ujana, mwili hauna energy. Huo ndio mwili mzigo ambao watu wengi watakuwa nao ndani ya miaka inayokuja. Ninaposema mwili mzito, nikumbushe kwamba simaanishi uzito wa kilo, namaanisha mwili mzigo ambao hauwezi kuutumia vile utakavyotaka. Kukimbia hata jogging ya kawaida itakuwa shida, kutembea haraka itakuwa shida. Huo ni mwili mzigo. Michezo mbalimbali utakuwa huwezi kuifanya kwa sababu mwili wako ni mzigo. Mimi nimekutolea mfano, kama sasa hivi huwezi kuchuchumaa hivi, ama huwezi hata kunyosha miguu hivi pembeni, huwezi hata kwenda hivi, huwezi hata kukaa hivi ninavyokaa. Hivi unafikiri itakuwaje ndani ya miaka kadhaa inayokuja?
hautakuwa na mwili tofauti, isipokuwa mwili wako utazidi kuharibika, mwili wako utazidi kunyong'onyea, kuwa dhaifu, mwili wako utazidi kuwa na maumivu na uchungu, mwili wako utazidi kuwa na depression na stress na tension na stiffness. Na hapo sijakutajia vitu kama uzito kuongezeka, unene kuongezeka, kwa sababu mwili ukishakuwa mzigo, mwili unakuwa na tabia ya kukulazimisha ule sukari, utumie sukari, ama ule aina ya vyakula ambavyo vitaupatia nguvu. Kwa hiyo utalazimika kula vyakula ambavyo mwili unakwambia nikila hiki nitapata nguvu, nikifanya hivi nitapata nguvu, labda nikitumia kitu kile nitapata nguvu. Kwa hiyo hivyo vitu ambavyo utakuwa unahisi unavihitaji kula, vingi lazima vitokane na sukari, ama viwe na element ya sukari ndani yake, kwa sababu nishati katika mwili wetu ipo katika mfumo wa inatengenezwa katika mfumo wa sukari. Yaani dakika za mwisho, iwe ni wanga, iwe ni protini, iwe ni mafuta, iwe ni chumvi, lazima kutakuwa na element ya sukari katika vyakula tunavyokula, hata kama kiwango cha sukari ni kidogo, lakini lazima kutakuwa na sukari. Kwa hapo sijakutajia maradhi yatakaopata huo mwili mzigo kama kisukari, pressure, na hatimaye matatizo ya moyo, matatizo ya figo, kwa sababu mwili utalemewa uwezo wake wa kutembeza damu, pressure ya damu italemewa, uchujaji wa figo utalemewa, kwa sababu ni mwili mzigo, mwili ambao hauna mazoezi, hauwezi kukimbia, hauwezi kutembea, hauwezi kufunguka, hauwezi kuzunguka hiyo energy yake, nishati yake ndani. Ni sawasawa na gari ambao hauifanyi service, ni sawasawa na kiwanda ambacho haukifanyi service, haukihudumii. Kwa kiwanda kinakuwa mzigo, ama gari linakuwa mzigo na linapaki. Tunahitaji yoga. Yoga itakusaidia sana kwa kiwango kikubwa sana kuandaa mwili wa sasa hivi usije ukawa mzigo baadaye, kuandaa huu mwili ili baadaye hapo uweze kuwa na uhuru wa kuutumia katika kazi mbalimbali, shughuli mbalimbali za kimaisha. Utajisikiaje kama uko miaka 60, uko kama 70, una nguvu ya kwenda chooni mwenyewe, una nguvu ya kuingia bafuni ukaoga mwenyewe, una nguvu ya kupanda na kushuka ngazi mwenyewe, una uwezo wa kuingia kwenye gari na kutoka mwenyewe, una uwezo wa kucheza michezo mbalimbali na wajukuu zako? Utajisikiaje? Ni hisia moja nzuri sana, ni experience moja kubwa sana, kwamba uko na miaka 50, 60 ama 70, lakini bado una uwezo wa kuenjoy maisha. Utajihisi vipi ikifika miaka 50, 60 ama 70? Hauna visukari, hauna pressure, hauna magonjwa ya magoti, magonjwa ya misuli, hauna magonjwa ya migongo ama shingo, ama hauna matatizo ya afya ya akili. Ni experience moja beautiful sana, amazing sana, kwamba katika umri mkubwa bado unaweza kuishi kama kijana. Yoga itakusaidia sana kama ukiamua leo hii kuanza kuipractice hatua kwa hatua. Chagua video ndogo ndogo sana ambazo ni rahisi kwako, lakini baada ya mwezi utakuta nguvu yako imeongezeka, mwili wako umefunguka, akili yako imebadilika, hisia zako zimebadilika, misuli imeanza kubadilika, mifupa imeanza kuwa na uimara, maumivu yamepungua, mikazo na tension mbalimbali kwenye misuli na nerves zimeachilia.
na utaanza kuwa shuhuda wa hiki ninachokwambia. To practice yoga kwa ajili ya maisha ya sasa katika mwili na maisha ya uzeeni katika mwili, hisia na fikra. Peace.